Israel imefanya mashambulizi ya anga mara kadhaa dhidi ya Lebanon baada ya roketi kadhaa kurushwa kutoka Lebanon kuelekea Israel katika ghasia mbaya zaidi tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa mwezi Novemba. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, mashambulizi hayo yalilenga vizindua roketi na kituo cha kamandi cha Hezbollah, kundi la kisiasa na kijeshi linaloungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imeripoti kuwa watu 3 wakiwemo mtoto mmoja wamefariki dunia huku wengine 8 wakijeruhiwa kutokana na mashambulio hayo. Licha ya kuwa makundi kadhaa yenye silaha yanafanya operesheni nchini Lebanon, yakiwemo Hezbollah na vikundi vya Kipalestina, hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulio la roketi dhidi ya Israel. Hezbollah, ambalo ndilo kundi lenye nguvu zaidi, limesema halijahusika na shambulio hilo na linaendelea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Tukio hili limeongeza shinikizo kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yanayopatanishwa na Marekani na Ufaransa, ambayo yalimaliza zaidi ya mwaka mmoja wa vita kati ya Israel na Hezbollah. Mashambulizi haya pia yanakuja siku chache baada ya Israel kuimarisha mashambulizi yake dhidi ya Hamas, mshirika wa Hezbollah katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limezuia roketi 3 zilizorushwa kuelekea mji wa Metula kaskazini mwa Israel, huku likithibitisha kuwa hakuna majeruhi waliotokea. Kufuatia hilo, Israel ilifanya mashambulizi ya kwanza Jumamosi asubuhi na baadaye kurudia shambulio jingine jioni. Jeshi la Lebanon limetangaza kuwa limeharibu vizindua roketi 3 vya kienyeji kusini mwa nchi hiyo, huku waziri wa ulinzi akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini wahusika wa shambulio hilo. Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, aliyekabidhiwa madaraka Januari, amesisitiza kuwa ni serikali pekee inayopaswa kumiliki silaha nchini, kauli ambayo inatafsiriwa kama shinikizo dhidi ya Hezbollah. Katika tamko lake, alilaani jaribio la kuingiza Lebanon katika mzunguko wa machafuko, huku waziri mkuu Nawaf Salam akionya kuwa hali hii ina hatari ya kuvuta nchi katika vita nyingine. Kwa upande wake, jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Lebanon, UNIFIL, limeeleza wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa ghasia, likihimiza pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Hadi sasa Israel inashikilia maeneo 5 kusini mwa Lebanon, jambo ambalo serikali ya Lebanon inasema kuwa ni ukiukwaji wa uhuru wa nchi hiyo na uvunjaji wa makubaliano. Israel inadai kuwa jeshi la Lebanoni bado halijapeleka wanajeshi wa kutosha katika maeneo hayo, na hivyo inalazimika kubaki huko ili kuhakikisha usalama wa raia wake waliopo mipakani. Hezbollah imepata hasara kubwa kutokana na vita vya Israel, huku viongozi wake wengi wakiuawa. Mamia ya wapiganaji wake wamepoteza maisha na sehemu kubwa ya silaha zake kuharibiwa. Kundi hilo sasa linakabiliwa na changamoto ya kusaidia kifedha jamii zilizoathiriwa na vita, huku pia likishinikizwa na wapinzani wake wa kisiasa kulivunja silaha. Mashirika ya kimataifa yameeleza kuwa msaada kwa Lebanoni utatolewa tu ikiwa serikali itachukua hatua madhubuti ya kudhibiti Hezbollah, kundi linaloonekana lenye nguvu zaidi nchini humo. Hezbollah ilianza mashambulizi yake siku moja baada ya Hamas kushambulia Israel mnamo Oktoba 7, 2023, ikisema kuwa ilikuwa ikionyesha mshikamano na Wapalestina wa Gaza. Hatua hiyo ilisababisha Israel kufanya mashambulizi makali ya anga kote Lebanon pamoja na uvamizi wa ardhini kusini mwa nchi hiyo. Tangu kuanza kwa mgogoro huu, watu wapatao 4,000 wameuawa nchini Lebanon, wakiwemo raia wengi, huku zaidi ya watu milioni 1.2 wakilazimika kuyahama makazi yao. Lengo rasmi la Israel katika vita hivi ni kuhakikisha kuwa raia wake wapatao 60,000 waliokimbia maeneo ya kaskazini mwa Israel wanarejea kwa usalama, pamoja na kuliondoa kabisa Hezbollah kutoka maeneo ya mipakani. Hata hivyo, hali inavyoendelea, mgogoro huu unaonekana kuwa bado uko mbali na kufikia suluhu ya kudumu. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inahusu kundi la Hezbollah pamoja na jeshi la Israel, ambapo Israel imeweza kufanya mashambulizi kufuatia kuweza kushambuliwa, huku ikidai kwamba Hezbollah ndio imefanya shambulio hilo, lakini Hezbollah wameweza kukana. Sasa taarifa zetu zijazo, basi usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.